Asante tuko kwangu. Sadi ile ingine tutawatangazia sadi ijayo mahali tutakuwa. Kwa hivyo mambo kwa namna hiyo. Wabilo lingine ni tangazio lingine ni ya kwamba tuko katika maombi kama vile nimesema, omba wakati wako, omba kila wakati. Ukiwa unafanya biashara yako, ukiwa shambani, wherever you be, omba. Haleluya. Omba ili ya kwamba tuweze kuwa katika roho moja. This is God. Roho ya kuomba. Haleluya. So God bless you. God bless you. God bless you. Kama hayo ina mengine, Mungu awabariki sana na watende mema. So wakati huu ni wakati wa kupokea neno. Tuko na mhubiri pamoja nasi siku ya leo ambaye ni mwalimu wetu wa Bible study. Leo ndiye anatuhubiria. Praise God. Amen. Sana. Amen. Tunamjua si mgeni nasi na ni mwalimu mzuri na pia ni mhubiri mzuri. Haleluya. Kwa hivyo leo anatuhubiria. So naomba ya kwamba tusimame. Tusimameni. Jambo lingine leo naenda kwa bishop. Naenda kwa bishop, pia naye ako na shida, ako na mgonjwa ambaye ako Nairobi, na leo hii tunaenda kwake kule Mzakari. Bwana sana. Bwana asifiwe. Amen. Tunaenda nao kule Mzakari. Baada ya kutoka kule kwa Mama Shiro, tunaenda huko ili naye tumpelekee pole zetu na tumpelekee maombi pia. Bwana sana. Amen. Amekuwa na hilo jambo kama wiki mbili zimepita. Amekuwa akienda Nairobi frequently kuona huyo mgonjwa wake ambaye ni father-in-law, na kwa hivyo kama ni vizuri tumpelekee maombi. Kwa hivyo naelekea pale, na kwa sababu hiyo pia ninaona ya kwamba pia tumpelekee pole. Kwa hivyo kwa leo tutatafuta pia tutapata pia tutampelekea kwa njia fulani hivi. Sasa hiyo tutampelekea from somebody to learn something hii tuende nayo, halafu sana ijayo tutakuwa tayari kucontribute kwa sababu ya maana tutachukua mtu then sana ijayo tumrudishie. Itakuwa jambo zuri. So mambo yote ni yetu, na tutumie leo nasikia vile atakwambia hapa, ambaye amepoteza kazi yake, ametoka na pikipiki, anahitaji kufufuliwa, anahitaji mama yake ni mgonjwa, mke yake ni mgonjwa pia. So pia hiyo ni jambo lingine na tutashughulikia. So naamini kwamba sababu ya time tusikie neno, kisha tutaomba kwa Mungu yetu, kumwombea ili ya kwamba mambo yale yakome, yale ambayo yanasumbua mama yao yakome. Kwa hivyo tutafanya hivyo. Baadaye tutakuwa na jambo la kumchanga kwa ajili yake, maybe after Sunday ijayo, ama tupangane within the week. Ukipata kitu kuje nacho Sunday ijayo, mtoto tunapata kwa ajili ya ndugu yetu. Anything you get. Sasa hii unajua, sasa hii ni yetu yote. Hii ni yetu yote, lazima tushughulikie. So sema kwamba pamoja na kutoa kwa sababu ya kuiplace ile 2000, tuwe na kitu kingine tutakuwa nacho kwa sababu ya support kwa brother, ama tuweke Sunday ijayo watu wani Sunday hii. Very good. Sikia mwalimu hapo. Kama Sunday ijayo ungeketi tutarajia mara mbili. Kama ulikuwa na 1,000 gawa, kama ulikuwa na 100 gawa, kama ulikuwa na 200 gawa, kama ulikuwa na 200 gawe, ili tuweze kusupport huku na pande nyingine, so that yote ni yetu. Nasema tufanye
kwenda kwa mashiro. Gari yao tunapita tukiwa tayari kwa sababu ya kurudisha pamoja na ndugu yetu. So piga makofi fanya hivi 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Tusiketi, tunataka kuabudu Mungu kwa ufupi dakika kama 5-3 hivi. Alafu tutakuwa tukisikia neno la Mungu mchana wa leo na tutakuwa wakubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wimbo inasema nitayainua macho yangu nitazame milimani. Msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Mungu. Nitayainua macho yangu milimani. Msaada wangu watoka wapi? Najua watoka kwako Yesu. Nitayainua macho yangu milimani. Msaada wangu watoka wapi? Najua watoka kwako Yesu. Nitayainua macho yangu milimani. Msaada wangu watoka wapi? Najua watoka kwako Yesu. Nitayainua macho yangu milimani. Msaada wangu watoka wapi? Najua watoka kwako Yesu. Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Kila mtu inua mikono yetu tupate kuomba. Baba, ninakushukuru mchana wa siku ya leo. Tunaomba ya kwamba tunainua macho yetu mchana huu na tunatambua msaada wetu unatoka kwako. Asante Bwana kwa kuponya mioyo yetu. Asante Bwana kwa kutusaidia tena wakati mwingine kwa kusikia neno lako. Ninaombea kila yeyote Bwana ambaye ako mahali hapa, ya kwamba kupitia neno hili Jehova ukaweze kuponya moyo wa mtu siku ya leo. Uinuliwe na uabudiwe, ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tunaweza tukaketi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutasoma neno la Mungu kwa haraka kwa sababu pia ya masaa. Yule ambaye ako na Biblia ya Kiswahili atafungua kwa haraka atusomee. Alafu unajua tutakuwa wakubarikiwa. Tutasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Zaburi 119 kuanzia 105. Zaburi, Psalms chapter 119 from 105. Psalms 119 from 105. The Bible says, Psalms 118 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So Kiswahili, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu.
Bwana Yesu asifiwe. Taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. That is the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia Psalms 119 from 130. The entrance of thy word, the entrance of thy words giveth light, giveth understanding unto the simple. Kiswahili, kuingia kwa maneno yako kunaleta nuru, kunampa mjinga ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nuru na kuna ufahamu katika Biblia ama neno la Mungu ambalo limesema. Inataka tujifunze kuhusu transformation. Transformation ama kubadilishwa. Transformation kwa jina lingine ama kwa neno lingine ni kubadilishwa ama kugeuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna jinsi na ambavyo ulikuwa, lakini wakati unakutana na kitu ama jambo fulani ama Mungu, unakutana na Mungu, Mungu anakubadilisha, anakugeuza. Unakuwa kiumbe kipya. Unakuwa kiumbe ambacho kimebeba nguvu za Mungu. Kama haukukuwa na nguvu za Mungu, wakati unakutana na Roho Mtakatifu anakuongezea nguvu zake. Ndio tunaita transformation, yaani kubadilishwa. Na katika maisha ya Mkristo kuna wokovu. Wakati unaokoka na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kile kitu ambacho kinafuata ni transformation ama kubadilishwa. Mungu anaanza sasa kukugeuza. Anageuza mawazo yako, anageuza tabia yako, anageuza kuongea kwako, anageuza kuvaa kwako, anageuza mambo mengi katika maisha yako. It is called transformation, kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tupeane maana ya transformation. Tukisema transformation tunamaanisha nini? It is a complete change in appearance, character, something or someone. Bwana Yesu asifiwe. A complete change in appearance, character or something or someone. Yaani kubadilishwa kwa kitu ama mtu, tabia yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tabia yako inabadilishwa. Tulijifunza hapa kuhusu character. Tukasema character is the inside life of somebody. The inside life of somebody, it is what we call character. And character in the life of somebody, mtu anaweza akaficha character yake. Wakati unakutana na mtu, watu wengi huwa wanaficha tabia katika maisha yake. Labda kama alikuwa mwizi, was a thief. Mwizi ni character. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikutana na yeye mara ya kwanza, anaweza akakuwa pretender, akajificha, akajifanya haonekani. Lakini wakati muda utasonga ama utaenda, hiyo character ama tabia yake ataweza kuifunua, utaweza kuijua wakati muda utasonga. Bwana Yesu asifiwe. So ni mambo gani ambayo tunastahili kubadilisha sisi kama Wakristo wakati tumeokoka na tumempokea Mungu katika maisha yetu? Kwa sababu tumesema transformation ni kubadilishwa, ni kugeuzwa kutoka katika matendo fulani na kuingia katika matendo fulani, kutoka katika hali fulani labda ya magonjwa na kuingia katika uzima. Transformation. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaangalia pia agents of transformation, ama ni vitu gani ambazo zinatusaidia wakati sasa tunataka kugeuzwa na kufanywa upya kutoka katika action fulani na kuelekea katika matendo fulani. Tunaita agent of transformation. Tukimaliza hapo tutaangalia kwa Biblia watu wachache ambao walibadilishwa wakati walikutana na Mungu. Hapo mwanzo walikuwa na tabia isiyompendeza Mungu. Hapo mwanzo hawakuwa wameokoka, lakini wakati walikutana na Mungu, Mungu akawabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Wengine walibadilishwa wakaanza kubeba nguvu za Mungu. Walikuwa wanavua samaki, lakini Mungu akikutana na Yesu akawabadilisha, wakaanza kuponya magonjwa,
wakaanza kuokoa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. So tumeangalia transformation, definition ama maana yake, tukasema it is a complete change of some character, action of somebody or something. Bwana Yesu asifiwe. What is that is needed to be transformed? Ni kitu gani ambacho kinastahili kubadilishwa? Ya kwanza nitasema ni character, tabia. Tabia inastahili kubadilika. Wakati unaokoka unabadilisha tabia yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kabla hujaokoka ulikuwa ukifanya mambo ya ulimwengu. Tulijifunza about the patterns of the world, ama mienendo ya ulimwengu huu. Wakati hujaokoka kuna mambo ulikuwa ukiyafanya ambayo hayakuwa yakimpendeza Mungu. Kwa hivyo wakati unampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kile kitu ambacho kinastahili kufanyika, kunastahili kuwa na kitu kinaitwa turn around ama kubadilika. Salvation tulisema it means changing in the old ways. The old has gone, the new has come. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ni kiumbe kipya. You are a new creature. You have been transformed by God. So when you are born again, the first thing that is supposed to change in your life, it is what we call character. Nataka uhubirie mwenzako na umwambie hivyo, ya kwamba wakati unaokoka, kitu cha kwanza ambacho kinastahili kubadilika ama kugeuzwa katika maisha yako ni tabia. Msaidie kumhubiria namna hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tabia ambazo hazimpendezi Mungu na pia kuna zile tabia ambazo zinampendeza Mungu. Tukisema you are merciful, ama wewe ni mwenye huruma, hiyo ni tabia ambayo inampendeza nani? Mungu. Tulijifunza la Sunday about the good Samaritan. One thing tunaweza tukajifunza na yule Msamaria mwema, it is ya kwamba huyo Msamaria mwema, he was compassionate. Alikuwa na huruma na yule mtu aliyekuwa amepigwa na maadui, ameanguka pale barabarani. So he had compassion. Hiyo ni character ama tabia ambayo inampendeza Mungu. We have a character like being prayerful. Ukiwa muombezi, hiyo ni tabia, ni character katika maisha yako. Hizo zinampendeza Mungu. Merciful, mercy is a character. Bwana Yesu asifiwe. Tabia, the inside life of somebody, maisha ya ndani ya mwanadamu. Tabia hujificha katika maisha ya mwanadamu. Watu wengi hasa wakitaka labda kuingia katika ndoa, huwa wanaficha tabia zao kwa mara mingi. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu ambacho unastahili kufanya, unastahili kuomba Mungu akakupatie the spirit of discernment, roho ya kuweza kutambua na kuweza kufahamu, kuelewa huyu mtu ambaye inadili naye anafanana namna gani. Kwa hivyo action or character is the first thing that we are supposed to change when we give our lives to Christ. The second thing we are supposed to change is what we call our mindset. Mawazo yetu, jinsi tunafikiria katika mawazo yetu. Tulijifunza hapa wakati mmoja kwamba mawazo ya mwanadamu ni platform ambayo shetani anatumia kuongea kupitia hayo mawazo, na pia ni platform ambayo Mungu anatumia kuzungumzia mwanadamu kupitia hayo mawazo. When God wants to speak to a man, he uses his mind. When the devil or the enemy wants to speak to you, to a human being, he will use your mind. So you are supposed to guard your mind. You are supposed to be careful what things you are meditating, what things are coming in your mind. Ni mambo gani ambayo huwa unasikiliza ukiwa peke yako? Bwana Yesu asifiwe. Mawazo ya mwanadamu. Tunaweza angalia Colossians, I think it's chapter 3.
Yule ambaye amepata anaweza kusomea Colossians chapter 3 from verse 1. Basi kwa kuwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo alipoketi mkono wa kuume wa Mungu. Tunaweza endelea. Yafikirini mambo yaliyo juu, wala si ya dunia. Verse 3. Kwa maana ninyi mlikufa, nao uhai wenu sasa umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Acha tu hapo. Yafikirieni maneno yaliyo juu, bali sio maneno yaliyo chini. Set your minds on the things that are above, where Christ is, but not on the things that are below here. Because the things that are below, they are passing away. But the things that are above, they are eternal. Ni mambo ambayo yataishi milele, uzima wa milele. Tafakari kuhusu ukuu wa Mungu. Tafakari kuhusu jinsi utakuwa ukiurithi ufalme wa mbinguni. Utakuwa ukifurahia wakati siku hiyo tarumbeta italia. Utakuwa ukifurahia ukiwa mbinguni. Utamuona akina Abrahamu, utamuona kina David, kina Stephen ambao walikufa na wakatutangulia. Yafikirieni mambo yaliyo mbinguni. Wewe huwa unafikiria mambo gani wakati mwingi? Set your minds on the things that are above, where Christ is, because Christ is above. Bwana Yesu asifiwe. Kristo yuko juu, na Kristo akiwa juu, pia sisi tuko juu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko juu ya magonjwa, tuko juu ya laana. Sisi ni wabarikiwa katika maisha yetu. So we need to transform our mind. We need to transform our character. We need to transform, to change even our language, the way we speak, the way we talk. When you are born again, there are words you are not supposed to use when you are in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kuhubiria mwenzako ya kwamba ukiokoka kuna maneno mengine huwa hauyatumii kama Mkristo ambaye ameokoka. Nisaidie kuhubiria mwenzako namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Maneno kama nitakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuchapa. Maneno kama hayo haustahili kufanya nini? Kuyatumia. Kwa sababu maneno yana nguvu. Ukitamka neno, Biblia inasema tutakula matunda ya maneno yetu. We shall eat the fruits of our words. So what you speak is what will come to happen. It will come to be seen. Unapata mzazi anaita mtoto mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema wa hapa, kule nje. Kwa hiyo wakati unaita namna hivyo, hiyo neno litakuja kumanifest. Wakati anaenda shule kusoma, akipatikana kule mwisho, usikuwe wa kukomplain. Ni vizuri ukumbuke na utubu na uambie Mungu nisamehe kwa sababu nilitamka vibaya. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika usemi wetu sisi kama Wakristo ambao tumeokoka. Ni maneno gani yanatoka katika kinywa chako? Wacha yawe maneno ya kubariki. Wacha yawe maneno ya kufariji. Wacha yawe maneno ya kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako Mungu ako na wewe. Mungu anaenda kukuinua. Mungu anaenda kukuponya. Ukikutana na mgonjwa unamfariji. Unamwambia kwa mapigo ya Yesu tulipona. Kwa hivyo nina imani Mungu anaenda kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ako na mipango miema na maisha yako. Mipango ya kukuinua, sio mipango ya evil ama uharibifu. You encourage the words that we use in our mouth. Nataka tuangalie agents of transformation. The first agent of transformation itaita the word of God. The word of God is the first agent of transformation. Na tumesoma Psalms chapter 119 from verse number 105 to 110. That the word of God is light to my path.
ni taa ya miguu yangu. Neno la Mungu ni taa, linatumulikia. Wakati umekaa kwa giza, haujui uende wapi, haujui ufanye nini, unastahili kutafuta neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kupitia katika neno la Mungu kuna mwangaza. Kuna sasa ile revelation ambayo utapokea kupitia hiyo shida uko ndani wakati huo. Kila suluhisho liko katika neno la Mungu. The word of God is the first agent of transformation in the life of a believer. That is why God is telling Joshua that this book of the law may not depart out of your mouth. Joshua chapter 1, kianzia tu kuanzia hapo. Meditate on it during day and during the night. Bwana Yesu asifiwe. And with this you will have what we call good success. Wakati unatafakari neno la Mungu usiku na mchana, utakuwa wa kufaulu katika kila kitu ambacho unakifanya, kwa sababu neno la Mungu liko ndani yako. Neno la Mungu limehifadhiwa katika moyo wako. Where do we store the word of God? We store the word of God in our hearts, katika mioyo yetu. Tunaweka neno la Mungu katika mioyo yetu. Ndiposa wakati tunakutana na mlima mbele zetu, tunatangaza neno la Mungu. Neno la Mungu linasema namna gani kuhusiana na magonjwa? Neno la Mungu linasema kwa mapigo ya Yesu Kristo pale msalabani tulipona. You speak the word concerning that situation that has come against you. Bwana Yesu asifiwe. When you are found in a certain trouble, a certain challenge, the Bible says that no weapon that shall be fashioned against me shall come to prevail. You speak the word of God. The word of God is light. When you pray via the word of God, you shall obtain result. Nisaidie kuhubiria mwenzako namna hiyo. Ukiomba kupitia neno la Mungu, utapokea majibu ya haraka katika maisha yako. Kwa hivyo neno la Mungu is the agent of transformation. Ninaomba Mungu atusaidie tuwe kama the Jews. The Jews. Kuna Biblia inaongea kuhusu the Jews in Berea. Wayahudi ambao walikuwa Berea. Iko katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Utaitafuta wakati wako. The Jews in Berea. They were not like the Jews in Thessalonica. Because the Jews in Berea, they examined scripture daily to see if these things were so. Yaani kila siku walikuwa wakichambua Biblia, wakiangalia na kuisoma. Kila kitu ambacho kinawapatia changamoto wanarifaa kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wanatafuta msaada wao kutoka kwa waganga, mpendwa, asubuhi ya leo msaada wako uko kwa neno la Mungu. Wakati wengine wanatafuta msaada wao kwa mambo ya ulimwengu, wewe tafuta msaada wako kwa neno la Mungu. The word of God has been tested and it has been proved. Bwana Yesu asifiwe. Haina madoa. Hili ni neno la Mungu la ukweli katika maisha ya Mkristo. The second agent of transformation, I will talk of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu pia anaweza akakusaidia kubadilisha maisha ya Mkristo ama maisha yako katika 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Kwa Kiswahili tusomee haraka kwa sababu ya masaa. 2 Corinthians chapter 3 verse number 18 to 20. The Bible says, 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Nasi sote tukiwa na nyuso zisizotiwa utaji tunadhihirisha utukufu wa Bwana kama kwenye kioo. Nasi tunabadilishwa ili tufanane naye toka utukufu hadi utukufu mkuu zaidi utokao kwa Bwana ambaye ndiye Roho. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nisome kwa Kiingereza pia. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. The Bible says, and we all with unveiled face beholding the glory of the Lord
are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Yani Biblia inasema that the Spirit of God is able to transform you from glory to glory, kutoka utukufu kwenda utukufu mwingine. Roho Mtakatifu ako na uwezo wa kubadilisha hali katika maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu ndiye anayetusaidia. Wakati Yesu alienda mbinguni, alisema ninawaachieni msaidizi. Na huyu msaidizi ni Roho Mtakatifu. The Holy Spirit is our helper. One of the functions of the Holy Spirit is to help believers, is to help Christians. When you are in a certain problem, when you are in a certain challenge, call on the Holy Spirit of God. He will help you. He will assist you. The same Holy Spirit of God, the second function, He is able to transform you. When Simon Peter, he was one of the disciples of Jesus. The Bible says that Jesus told them to go and wait in Jerusalem for the coming of the Holy Spirit of God. Ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa aende awashukie, na wakati atawashukia, wakati Roho Mtakatifu atawakujia, baada ya hapo ndipo wataenenda waanze kuhubiri neno la Mungu. Hauwezi ukaondoka kuenenda kuhubiri neno la Mungu kama hauna nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wengi wameenda. Ukienda utapokea uzito. Ukienda utapokea ugumu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukinyenyekea mbele za Mungu na uambie Mungu, may you anoint me that I want to represent you. I want to serve you. Holy Spirit is the agent of transformation. It's the Spirit of God that transformed the life of Simon Peter. Simon Peter, the Bible says, he was a fisherman. But when he encountered Jesus, Jesus told Simon Peter that, come, that I want to make you to become fishers of men. And we know the life of Peter. Tunajua habari ya Petro. Huyu Petro ndio alikuwa yule ambaye alikuwa akitembea, na kivuli chake Petro kilikuwa kinawaponya wagonjwa. Kivuli cha Petro kilikuwa kikiwaponya wagonjwa. Wakati alikuwa akiitwa Simon, kivuli chake hakikuwa na uwezo wa kuponya wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati alingojea Yerusalemu, Roho Mtakatifu akamjia, akajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Biblia inasema akageuzwa, na sasa kivuli chake kikaanza kuponya wagonjwa. Wapendwa, tunastahili kutamani kutembea na Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu ako na uwezo wa kukusaidia. Ako na uwezo wa kuondoa kiu cha dhambi katika maisha yako. Wakati hata unahubiri neno la Mungu, pasipo na Roho Mtakatifu hakutakuwa na ile conviction, ile kushawishi. Bwana Yesu asifiwe. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kushawishi. It is to bring conviction to the people you are preaching the gospel. That it convicts, it cuts the hearts of people. They come and they bring their lives, they become born again. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuwa tayari kupeana maisha yao kwa Mungu. The agent of transformation. Tumeangalia the word of God as an agent of transformation. Number 2, tumeangalia the Holy Spirit as an agent of transformation. Tutaangalia tu one character in the Bible who was transformed when he met God. Alafu tutakuwa kumalizia mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia mtu mmoja tu kwa Biblia anaitwa Saul. 1 Samuel chapter 10 verse 6. Kama uko na Biblia yako unaweza kufungua 1 Samuel chapter 10 verse 6. First Samuel chapter 10 verse 6, the Bible says,
Roho wa Bwana atakuja juu yako kwa nguvu, nawe utatoa unabii pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Soma pia 7 mpaka 10. Mara ishara hizi zitakapotimizwa, fanya lolote mkono wako upasao kufanya, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Verse 8. Tangulia kushuka mbele yangu mpaka Gilgali. Hakika nami nitateremka nikujie, ili kutoa dhabihu za sadaka za kuteketezwa na dhabihu za amani. Lakini lazima ungoje kwa siku 7 hata nitakapokujia na kukuambia likupasalo kufanya. Verse number 9. Ikawa Sauli alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu aliubadilisha moyo wa Sauli, na ishara hizi zote zikatimizwa siku ile. Verse 10. Verse 10. Walipofika Gibea, akakutana na kundi la manabii. Roho wa Mungu akaja juu yake kwa nguvu, naye akajiunga nao katika kutoa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Pigia neno la Mungu makofi. Roho wa Mungu akashuka juu ya Sauli. Sauli akaanza kutoa unabii katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Roho wa Mungu anakushukia, utaanza kutoa unabii katika maisha yako. Hii ni habari ya Sauli. Tunajua Sauli alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. He was the first king of Israel, followed by David, followed by Solomon. Solomon was the third king of Israel. Na tunajua kuna mtu ama nabii anaitwa Samuel. Samuel ndio alimpaka mafuta Sauli kumchagua akuwe mfalme wa wana wa Israeli. Na Biblia inasema wakati huo, wakati alikuwa Sauli, ilikuwa kwamba punda za baba yake Sauli zilikuwa zimepotea. Kwa hivyo wakati punda zilikuwa zimepotea, Sauli akachukua mfanyikazi mmoja, akamwambia twende tutafute zile punda za baba yetu zimepotea. Na katika hiyo harakati ya kwenda kutafuta zile punda, ndio alikutana na the seer ambaye anaitwa Samuel. Na Biblia inasema yule Samuel akamchukua Sauli, akampeleka kwa nyumba yake, akamwekea mafuta, akamtangaza kuwa mfalme wa kwanza wa wana wa Israeli. Lakini kabla ufike hapo, Biblia inasema Sauli alikuwa wa kulalamika. Kwanza alianza kucomplain akisema, mimi sijakamilika kuwa mfalme wa wana wa Israeli. Me, I come from Benjamite. Alikuwa anatoka kwa wa Benjamite. Na akasema clan yao ilikuwa the least, ilikuwa ndogo kabisa. Kwa hivyo alikuwa anapeana excuses, anapeana weaknesses kwa kuwa hawezi kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Mungu anataka kukutumia wewe kubadilisha familia yenu. Mungu anataka kukutumia wewe kubadilisha shule yetu, university, colleges, our institution. You are the vessel in the hand of God. Ni vizuri kuomba ya kwamba Mungu kuja uponye taifa letu. Na ni vizuri kabisa kuambia Mungu nibadilishe ili nikakuwe agent ya to bring transformation in our family. Yaani Mungu akubadilishe wewe. Na wakati atakubadilisha wewe, wewe utaleta suluhu katika eneo ambalo unaishi. Wewe utaleta suluhu katika taifa hili letu la Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli akabadilishwa akakuwa mfalme wa wana wa Israeli kwa sababu Roho Mtakatifu alishuka juu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Transformation, a complete change from one character to another, from one thing to another. Let us desire transformation in our lives. Let us desire to be changed in our lives, and we will see what God is going to do even with our lives. Tutasimama tuna miguu yetu kwa sababu ya masaa pia, na uambie Mungu asubuhi ya siku ya leo nibadilishe katika jina la Yesu Kristo. Ambia tu Mungu, tutakuwa na maombi, tutaomba hilo, alafu tutaombea ndugu yetu Dan, na pia tutaombea bishop wetu, na tutakuwa tunamaliza asubuhi ya siku ya leo. Nibadilishe niwe kama wewe asubuhi ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo.
tutakuwa na worship mfupi, alafu tutaomba asubuhi ya leo. Sijui ni kitu gani unataka Mungu abadilishe kwa maisha yako. Is it your mindset? Unaambia Mungu, nimekuwa nikifikiria kama watu wa dunia, lakini ninaomba asubuhi ya leo ukanigeuze mawazo yangu katika jina la Yesu. Sijui ni tabia, kuna karakta ambayo haijakuwa ikimpendeza Mungu katika maisha yako. Unaambia Mungu, badilisha, geuza katika jina la Yesu. Sijui ni maneno katika familia yenu, kumekuwa na magonjwa. Unaambia Mungu, geuza. Mungu ako na uwezo wa kubadilisha magonjwa na kuweka uzima katika jina la Yesu Kristo. Nikumbuke ewe Bwana, nikumbuke ewe Bwana, nikumbuke Bwana, naomba nikumbuke ewe Bwana, nikumbuke ewe Bwana, nikumbuke ewe Bwana, nikumbuke Nataka waambie Mungu mchana wa leo, badilisha magonjwa hayo katika familia hiyo, ikawe uzima katika jina la Yesu. Ambia Mungu abadilishe, Mungu akumbuke hiyo jamii katika jina la Yesu. Waombe, there is power in praying for your fellow believers.
ninaomba mchana wa leo, geuza kilio hicho kikawe furaha, geuza kilio hicho kikawe furaha Bwana, katika jamii hiyo, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba geuza kuchekelewa kukawe Bwana ni furaha, katika jina la Yesu. Imbo shaka darababo, imbo kula masika, lama kula masantaba. Tunanenea hayo magonjwa yanabadilika katika jina la Yesu. Tunayanenea kutoka katika madhabahu haya ya kwamba hayo magonjwa yanabadilika kuwa uzima katika jina la Yesu. Mitego waliopanga tunatangaza njia saba katika jina la Yesu. Imbo sheke terebabo. Ulisema kwa mapigo yako Bwana tulipona kitambo, na tunanena mchana wa leo ya kwamba sisi tumepona, familia hiyo imepona Bwana. Asante kwa kubadilisha, asante kwa kuingilia kati Bwana, asante kwa kuokoa familia hiyo katika jina la Yesu. Thank you for our bishop. Unaweza pia ombea bishop mchana wa leo katika jina la Yesu. Oh my God, remember me. Oh my God, remember me, dear Lord. Remember me. Oh my God, remember me. Oh my God, remember me. Oh my God, remember me, dear Lord. Remember me. Oh my, remember me. Oh my God, remember me. Oh my God, remember me, dear Lord. I pray. Hallelujah. Tunaweza tukatulia katika uwepo wa Mungu asubuhi ya leo. Inua tu mkono wako wa kulia na uamini ninapofanya ombi na kutamatisha kipindi hichi asubuhi ya leo. Baba, tunakushukuru mchana wa siku ya leo. Asante Baba kwa neno lako mchana huu. Ulisema ya kwamba neno lako linapotoka Bwana linatimiza makusudio yake, haliwezi likarejea bure. Bwana, tunaamini mchana huu wa leo ya kwamba familia ya ndugu yetu Dan imegeuzwa. Bwana, tunaamini mchana wa siku ya leo tutapokea ripoti kuhusu uponyaji na ushindi katika familia hiyo. Kila madhabahu na maroho yaliyokuwa yakinena kinyume na jamii hiyo tunayanyausha na kuyaondoa katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya amani. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo ambao Bwana umeleta katika familia hiyo. Asante kwa maisha ya Bishop. Tunamwombea mahali alipo, ya kwamba ukabadilisha magonjwa hayo yakawe uzima katika jamii hiyo. Asante kwa kuwa wewe ni mwema Baba. Mchana huu wa leo, hata sisi tulio mahali hapa, umeweza kugeuza maisha yetu Bwana yakawe jinsi unavyopenda. Tabia ambazo zilikuwa zikupendezi, tunaomba mchana wa siku ya leo ya kwamba Roho Mtakatifu akazigeuze na kuziondoa katika maisha yetu. Pokea sifa na utukufu mchana wa leo, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ni asante kwa sababu umetutendea. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na tunaamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Amen. Tunaweza tukaketi katika uwepo wa Mungu. Bwana ni mwaminifu, yeye anaweza, anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amebadilisha. Kwa hivyo tunangojea tu ushuhuda katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitaalika tu programa akuje atusaidie kumaliza mahali pale, na tutakuwa kubarikiwa. Akikuja akikaribisha mzee ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ama mzee akikuja pia ni sawa. Pigia mzee makofi. Hallelujah. Praise God church. Bwana asifiwe tena. Neno limepita, neno ambalo ni nzuri sana. Hallelujah. Hiyo sauti ya Mungu ameongea. Hallelujah. Praise God. So our preacher, God bless you so much. Mungu akusidishie kwa sababu ya kuhubiri, umetumelea vizuri. Neno ni baraka kwetu. Hallelujah. So umesikia wapendwa,
tutaongeza, maana kuongeza ni kuharibu yale umesikia. Pengine atapunguza, sasa ongeza na sasa kuongeza. So hiyo umesikia is well. Hallelujah. So ndugu yetu Dan, Mungu amesikia, tumeomba na Mungu wetu atatenda. Hallelujah. Tutangojea ushuhuda kama vile Naji amesema. Naamini ya kwamba hakuna ombi linapotea bure. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. So Mungu wetu barikiwe sana. Sema nini kwake? Abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe. Basi tufikishe hapo. Tufanye hiyo ingine kwa haraka. Tuweze kuokoa wakati, maana kuna mambo mengi yako mbele yetu. Kwa hivyo hii yetu sasa, hiyo tunataka iende sana. Tunatoa kwa sababu ya kwenda kuziita our sister Mama Rachel, na kile Mungu atupatia. Kwa hivyo naomba baadaye ndio nacho kuambia tembelea kanda yetu katika jina la Yesu. So ndio pamoja na hizi, naomba tuweze kuleta kile uko nacho. Niwaambia mara tena, ifanye hivyo tu na Sunday hivyo tu kupata pesa mingi. Haleluya. Amen. Kwa hivyo usijione duni. Haleluya. Amen. Hicho uko nacho ndicho tunahitaji. Doesn't matter how much we need, but our God is faithful. So wale ambao wanatoa kwa mtandao, naweza toa kwa namba yangu ili tuweze kufanya ile tulifanya leo time. Tuweza kupata hizo pesa, mliweza kuweka kwa simu na tukasimuliza na sisi tulipata cash. Tunasikia kwamba pesa ilikuwa mzuri. Haleluya. Kwa hivyo usijibishe wale kama ubaya ama hiyo uko nayo kidogo. Toa tu namba yangu 27 134 604. Hapo kuna cash, kuja ulete 27 134 604. Hiyo ndio taweka na naona ni ngapi uweze kutoa na kuweza kutoka nazo. Na ambayo kuna cash yote ile ambayo uko nayo leta ili tuweze kuiunganisha na hiyo ya simu pamoja. Tunajua sana. Praise God. Amen. Amen. Kwa hivyo last time you have something is saying kwamba kitu uko nayo ndio ya maana sana, hatukufikiria kufanya hivyo last Sunday, lakini
Tuombe. Our dear Heavenly Father, this afternoon we bow before you with grateful hearts. To tell you thank you, my Father, for teaching us so powerfully through your word, that we may be transformed, mighty God. And your word says, by the renewing of our minds. Thank you, my Father, because we shall be transformed into a people that, dear Lord, are ready to be used of you as vessels of honor. It doesn't matter whether it's gold or clay or silver, but that, Lord, we shall be willing. Thank you because you keep us holy, because that's your will concerning us. That, Lord, you may be pleased with our lives, and that we may serve you and dedicate ourselves to loving you. Thank you, Lord, for your servant that has ministered to us so powerfully. We bless him and declare, mighty God, that we continue to use him to be a blessing, not only to this church, but also to other places, everlasting God, that you have called us to. Mighty God, we thank you for our brother Daniel. Thank you for the service he's doing in this church. My Redeemer, God Almighty, if what is going through is because of satanic attacks for the service in your kingdom, we want to uproot every altar that is contrary to your will, that may be manifesting through his sister, through his mother and the grandmother. If there be any generational curse that is coming at a time like now, we want to break that umbilical cord from that generational curse. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. Yes, Lord. If there is any sin, oh God, that has allowed you to allow this problem to that family, we repent on their behalf. Oh my God, yes, in Lord. In the name of Jesus Christ. Yes, Lord. And we declare healing upon Daniel's grandmother in the name of Jesus Christ. We declare healing upon his mother in the name of Jesus Christ. We declare healing upon his sister in the name of Jesus Christ. We declare deliverance from all forms of attacks in the name of Jesus Christ. Yes, Lord. And we shield that family, yes, Lord, by the blood of Jesus Christ. Yes, Lord. And the hedge of fire, yes, Lord, that the enemy cannot penetrate. Yes, Lord. And that, God, we shall hear testimonies of what you have done. We will celebrate you because you are faithful. Bless him, my Father, and give him peace. The peace that surpasses all human understanding, because that's your will concerning him. So that, Lord, all these things, when they come to pass, he shall sing a new song, a song of praise to you. Hallelujah. Thank you, my Father, for this coming week. We want to commit it to you. Jehovah, may you go before us. The things we do, my Father, we commit them to you. That, God, you may be glorified in each one of them. Thank you, my Father, for this service that has been so wonderful. We celebrate what you have done in our hearts. And in the process we have given to your kingdom, in form of tithe, in form of free will offering, and even maybe seed, my Father. King of glory, you are the one who sees our hearts. We have given to your kingdom that it can be used for your glory. Mighty God, may you use it and sanctify it, my Father. Let it be acceptable, like the accepted sacrifice of Abel, your servant. O God Almighty, that it shall bring blessings, not only to us, my Father, but even to our loved ones. We celebrate your provision, and want to ask, dear Lord, that if there be any, my Father, who didn't have something to give, God Almighty, you will provide. You are our Ebenezer. You provide to our needs. You have promised to supply to all our needs according to your riches in glory through Christ Jesus. So do it to them to the glory of your name. If there be any that my Father had come to this place, and he or she has said before you, Avo, my Redeemer, God Almighty, honor her. God Almighty, honor him.
that they may come to pass, dear Lord, that they will have an opportunity to testify of your greatness. So we declare it is well with all of us, and it is well with our loved ones. It is well even with the work of our hands. It is well with our livestock and our chambers. It is well with our jobs, oh God. Yes, it Lord. is well with our businesses, our Father. Yes, it Lord. is well with our education, oh God. Yes, Lord. And everything that we do, my Father, shall be well. Yes, Lord. To the glory of your holy name. Yes, Lord. We celebrate your doing, and we declare your goodness and your mercies even upon our lives all the days of our lives. We humble ourselves that you will continue to have your way. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Together with that, our Father, we have some lunch to take together. Yes. We want to sanctify it with the word of God and to declare blessing upon it. Yes. Bless them that have prepared it for us, our Father, even as we eat it, as we celebrate you. Keep us bound together by cords of love that cannot be broken. Thank you for your faithfulness. Thank you for your provision. In Jesus' name we pray. Amen. Now with the grace of our Lord Jesus Christ. You can greet a few as you say the grace. And the fellowship The of the grace, Holy say hello Spirit. to a number as you say the grace. Youth, we wanted Tubaki after you have taken your delicious lunch. Tubaki for a small strategic planning event. Alafu kidogo kama huko kwa group, you can scan the QR codes. Hizi ziko huko kando to join the group. Kwa salama. Mengi sana. Uko tu. Sawa. Sasa. Sasa naitwa nani? Naitwa nani? Namaliza nikuje pia mimi. Saidie kikombe. Naitwa Alila. Na wewe? Oh, praise. Oh, unasoma. Yeah. Praise the name of the living God. Amen. Uko salama? Niko salama. Mimi pia niko salama. Endelea tu kungojea Yesu bwana. Hiyo ni poa. Hiyo iko poa. Iko poa? Kabisa. Hata kuhubiri iko fine. Iko fine. 100% fine. Havuta hizi kwa 100 hapa. 100% fine. Kabisa nimepatia Daniel hapo. Hizo paper bags huenda zisiwe enough, lakini mtajua vile mtafanya. Si ndio? Sawa. Okay.